tunakuja kuzungumzia masuala kuhusu security. Nawaza niapata juma moja sasa kuliweza kupatikana ripoti ya kuwa watu wezi 5 waliweza kunaswa na askari jeshi wa maji. Kwanza na aliweza kuonyeshwa rasmi hivi. Sijui kwanza maoni yenu ni gani parapona kazi kuwa ambayo iliweza kufanya askari jeshi wa maji? Ndio, maoni yetu jo maoni ya watu wote tunafikiri. Siku nyingi tulikuwa tunasema bamwizi bakiiba maji hawana inquiete, ndio wanafanya kazi yao mpaka mwisho. Na tukageuza tukasema vile ababambi bake ni bo ndio wenye kuiba. Na siutuke banaiba beko na sila mkono. Kisha tunatoka kusema juma jana kulikuwa hiyo hali ya wizi, watu 2 3 wenye walichukua mtumbwi wa kusoza banaenda banafuata bavuvi mule maji palikuwa. Ilikuwa ni karibu ya Muliro. Kama kawaida soda vile ndaki maji na bavuvi balifika banaiba mnani wa kwanza bakalomba mashini ya maji. Ule mtu akabapa. Bakaenda pa wapili akuitikia kabisa kuacha mali yake yeye. Huyo akakuwa anapata bahati mbaya, yakapigwa sasa, akafyataliwa risasi na mashini hiyo wakabeba. Maana kwa mashini 2 iliibiwa. Na wakaenda. Tukapata habari kesho yake asubuhi tukaitana tukaikala mkonsei yetu ya security. Na askari wakasema watafungula upelelezi ndio kwa mgundue ule mtu muovu anatoka. Yapata siku 3 baada ya pale balikuwa wanagundua watu wenyewe waliishi pamoja na wale wezi. Na wakaenda wakawashika wao, wakawakuta na silaha 2 kisi walikuwa nayo maji na mashini ile orbor 2. Na wale watu walishikwa na walichukuliwa hadi hapa Moba Poro. Na leo tuko tunasema wale watu watapelekwa Kalemi kwenye kwa korti kuu ya kijeshi sababu walitumia silaha ya jeshi. Na hiyo ni tunasema ni jambo ya kupongeza maaskari wetu kwa kufanya ile kazi ya kuwashika. Na tunawaomba wabakilie mwali ile ya kufuatilia mtu mmoja kunyanyasa usalama wa Kongo, kuiba mkongomani na mali yake. Mtu anamuna ile ashikwe na nafasi yake ni kwenye prison. Nadhania njoo neno yetu ningeweza kusema. Isitoshe tu hiyo ya mumaji. Tunajua kama masemeli ilipita marimere fununu ilizunguluka mgini, kisha baba moja kushika mwizi nani yake mduka lake. Maaskari ilikuja akamsaidia na ule mwizi mkufungwa tulijua na jina yake. Tunaweza kuitaja hapa ni Espoir. Huyo mwizi Espoir alitaja watu 2, Kidoge na Kadogo. Na ule Kidoge na Kadogo hapa sasa Kidoge ameshashikwa na paka maaskari hao walifanya itiada wakamshika na ule mtu anafungwa. Pamoja na ule mwingine mwizi mwenye aliendaka kutafuta kuiba kwa padri ambaye alimuumiza padri naye vile vile ni mkushikwa. Na wengine wezi vile vile wanashikwa. Yaani kuna mabadiliko na nguvu inaenda inafanyiziwa siku kwa siku ili raia wa Momba waikale katika amani. Ndio baba administrator, utofauti na ile ripoti kuhusu wizi, utagundua kwamba wakaji wa tarafa wanakuwa naishi na uoga zaidi, hasa zaidi nyakati za jioni kuanzia 2 kushuka pale. Wengi wanashutumu kuwa askari jeshi chapo mliwapa oda ya patrui wanakuwa wanaanza mapema na kunyanyasa watu kuna kuwasomba vitu kwa hali moja isiyokuwa ya kawaida, na inaleta psikozi munene mtarafa ya Moba. Sijui mnaweza kuwa na commentary gani parapona hii hali? Ndio, commentary yangu ni kusema askari wa kufanya vile mimi nitakuwa muongo. Na kushuhudia kama walifanya vile nawezekana kwa Mungu. Lakini najua kama ombi la wakaji wa Moba pale Bwizi bulisikilika. Neno la kwanza ilikuwa inakuwa saa tuna na basoda beko hapa na tunaingiliwa kila siku. Na ndio maana tuliita kamati kutoka kujimbo kuja pamoja tukazungumzia pamoja na tukawapatia fursa maskari wasilale usingizi tena.
watembee usiku mpaka asubuhi. Na kutembea usiku mpaka asubuhi una lengo mbili tu: kumdekuraje mwizi asiibe tena mali ya raia, au kumshika mwizi kama wanamgundua mkuiba ashikiwe huyo mwizi. Na kwa askari na wakumbusha kama hatukuwapatia muda wa kupika makofi kwa raia wala kuchukua mali yao. Na hiyo viongozi wao nadhani wao wanajitahidi kuwaambia kila siku. Askari tulimwambia aende chunge raia na mali yake, sababu ni parmi ma devoir yake. Akikuta mtu sababu haina juku kwa patrui ya kama mtu asikupata malari usiku, haina juku kwa patrui kama wamama hawezi tena kupata uchungu wa kuzaa usiku. Patrui inafanyika, mtu akiona yuko mgonjwa usiku asifuye munyumba je kuogopa askari mwanapasha kumchunga, atoke munyumba aende kwa hospitali. Atakutania na bapatrouiller, asimame kama anamshimika, anasimama anaba explique. Tuliwaambia bapatrouiller kama iko mwali dhaifu mumsindikize hadi hospitali na mumrudie mufanye kazi. Akikuta na kijana wa kiburi mwenyewe na vile anajivunia, ule mtu ndio anapashwa ashikwe, aingizwe mufil ile ya bapatrouiller hadi asubuhi, juu tuende tupime kumuona na kuanalize mpe kucheke kujua ni nani. Akikuwa suspect anashikwa na anafungwa, na kesho yake anapita kwa interrogatoire. Tunampozea makesho ya kujua ni nani alikuwa anafanya nini. Kama ni mwizi anafungwa pale, hakuna kitu kingine. Kwa askari hatukwambia kama wale mtakutana hapo usiku mwanyanganye fedha. Hapana, askari ni mchungaji wa raia na mali yake, yani na fedha yake. Asinyanganye telefoni. Sasa nitaka kuwajulisha kitu kimoja. Maskari tuko nabo na askari dunia nzima. Hapana pa malaika. Baskari ni batoto walizaliwa sawa na sisi bote. Mumajamaa muko watu wa roho nzuri, basikivu, na muko watu washosikia na bakiburi bekwa. Na muwaskari vile vile ndio ile wanaitaka de brebis galeuses. Kama inatukia alikutanwa na askari wa vile alimupiga bila sababu akamunyang'anya mali yake, tunaomba kwa ule mtu aende kwa kiongozi wa askari aseme kile kilimtukia. Kama litambua askari batamfuata na kile kitu kia ule mtu kitarudia. Akiogopa askari, akiogopa kiongozi wa askari, yani colonel au de bataillon na wengine kama ni colonel wa polisi, biro ya ate iko wazi, aya aseme, tutamfacilite kwa kuenda chukue kile kitu kyake. Ubaya ni kusema mtu alinyang'anya kitu, parapita siku 4 ndio anaanza kuya. Na anaanza kuya anasha sema sana mpembeni, na watu wengine na wanasaidia kuleta hadithi sio na msingi, hadithi cha kuchafua. Ile ndio hatutajenga mjini kama tunaenda hivi. Kitu ni tuikalie pamoja. Kama mtu alinyang'anywa kitu, akuja sema, atambue mtu na jazania kama hakuna solution itakosa kutoka. Solution itatoka pa. Kama tunaangalia kusema tu na mimi tujui tunasema, niko najiuliza niveau yetu inakuwa niveau gani mtu aishi kwa uongo. Na hiyo Biblia inasema baba wa waongo ni shetani. Na ningelisanga sababu najua kama Moba ina makanisa mengi sana na wenye kuhubiri vizuri sana. Kama na sasa injili atuyasikia kusema kama msema uongo ni mtoto wa shetani, itakuwa wewe. Kumbe na waomba kuko jambo mbaya ilifanya askari, tuambiane. Tuko ngo jambo mbaya ilifanya raia, tuambiane. Jambo mbaya raia ni mwizi par exemple. Na askari anaanza kwa mwizi, polisi anaanza kwa mwizi. Bale bote kama tunavumbula ni wezi. Avec preuve la tuye tuseme, tutaenda tumtafute yule mtu, atafungwa sambamba na sheria. Nadhania pale tutaona kama hali inaanza kuwa mzuri. Kuandikana mapapie matract. Leo tangia leo mwache patrui, mkiendelesha patrui tutagia tumiatake. Mimi nadhania hapana busara pale fasi. Kama wewe unatafuta kuatake, uko na silaha nyumba yako, mwizi yake utamwatake. Mbengine haina watu wote wa Kirumbu wengi na silaha. Nadhania sagesse ni kukorije tu maaskari na wale wengefanya patrui bakuwe na busara na upendo kwa wakaaji. Sikusema wako na mapendo kwa mwizi juu yake mbamba wamwache usiku. Akikuwa mwizi batufungie. Kama ni kijana mwenyewe alikuwa swati kwa malali, swati anatoka kukula nyuma,
ajiexplike ni askari yabo, ni polisi yabo. Banasemaka ni polisi ya raia, ni askari wa raia. Donc ajikute huru, asimame, ajiexplike, batamsaidia na atarudia. Na wengine kwa wale wenye kushika na kuuliza wale watu walishikwa usiku, hatukufanya patrui kugeuza kwa mashamba wengine. Kama mtu alimshika usiku, kifika asubuhi donc pakumtosha ifo alipe makuta. Hapana. Ikikuwa ni kulipa makuta, tutaambiana hiyo makuta tasaidia kunini. Tulitia patrui juu ya kuzuia wizi ambao utaka kutawala territoire yetu, cité yetu mbili, Moba Port na Kirumba. Yaani mtu akwambia bali kukamata busiku hauna mwizi, ulijiexplique bana verifier hauna mwizi, unapashwa kuachiwa asubuhi huru bila kulombwa su hata moja. Askari anaweza na ruhusa ya kuuliza mtu vitu vingine mfuko. Kwa sababu mingi, mtu anaweza kuwa na kisu mfuko. Pale wanamtia mkasho anajichinja, watasema baliua mtu mkasho. Njoo maana atakwambia uko na vitu gani mfuko. Ikifika asubuhi chochote alichochukua, ikikuwa simu ya mkono, ikikuwa fungulo, ikikuwa hela na vingine, askari anapaswa kurudisha kwa ule mtu. Njoo ile tunasisitiza wa ndugu, tujue kama sio wa malaika hapana, bali toka majamaa sawa sawa na sisi na viko na vilema vyao. Ni kwetu kuzidi kubashauria juu tuikale na tuendelee pamoja. Nadhania ndio jambo la muhimu. Ndio administrator, kuna shutuma ambayo inakufuata moja kwa moja kwamba zaidi kuhusu mafuriko ambayo inazidi kuangamiza watu pale maeneo ya Moba Port, na hasa zaidi kuhusu tu agitation ya maji ambayo inafanya siku ya leo queue d'accostage inapotea. Anasema viongozi wanafanya nini? Hii ilibidi sisi tuje nasi tufikishe maulizo haya kwako, tujue ni nini ambayo unaweza kuwa nayo kama vile maneno ya kuweza kuambia au ushauri kulingana na majukumu haya selon mafikara ya kila mtu kufuatana na kiwango chake ya kufikiri. Asante sana kwa hiyo swali. Ningelipenda kuambia mbele watu wakaji wajue kama kupanda kwa maji ni catastrophe naturelle, jinsi wa Faransa wanaisema. Maji ya Tanganyika haikupanda penga, nongo inapanda tu kumoba, kukalemi, kuvira, fasi yote inapita iko chini. No. Inayala ni parmi maretombées à réchauffement climatique. Bale wengufuata tele par exemple RTNC na mamna nyingine bengwa na mashine yao wanafuata, mtaona niveau ya dunia fasi yote maji inafanya mafuriko. Benywa Kindu watakwambia fleuve anapanda kama ni kiwango cha 6 metre, na kipanda kiwango cha 6 metre mai ni fluid, ça veut dire itasambana na kule kwenye itaenda itafanya mafuriko. Sa ndio de 1 ya kuekelea. Mena wanasema ate afanye kitu. C'est vrai, ate afanye kitu. Est-ce que aoni? Bon, ate aina kipofu hapana, anaona. Mais ni question ya kusitiwe compétence ya mtu, kile anapaswa kufanya selon niveau yake ya kazi. Par exemple, tukibeba kujenga port, haina kazi ya administrateur de territoire hapana. Kazi yake vile mai inapanda ni kuona na kufanya rapport kwa ngazi ya juu ambao ni ngazi usika. Na hiyo ngazi nayo itafute ni kazi gani inahusika ili kurepondre kwa ile nayo. Nadhania wakaji wa Moba wasinionee tu mimi sababu niko mtoto wa Moba. Masiku iliyopita pea soname ya Professeur Samba Kaputo alikuja, alianza kuona port ilianza kwenda inachoka, na kulikuwa proposition ya kufanya port kuntoto. Sinijui kilichogesha. Ndio mu niveau national. Je sais que iko nafasi ilifikia ile mbili. Sisi tuko tunaandika. Na ningelipenda kukumbusha territoire ya sasa na ya zamani inachana. Inachana kunini? Zamani territoire ilikuwa ni entité décentralisée. Hapa sasa iko déconcentré. Nini utafauti? Décentralisé, ile entité quoi décentralisé, hiyo iko na autonomie financière. Ina matax.
Donc weko na makesi, weko na franga, kisha ile mataxi watapata makuta fulani, na kwa ile makuta watajibu nayo ombi ushida ya watu kufuatana na makuta. Territoire ya sasa haina tu ya Momba, yote ya Mkongo 145 territoire iko déconcentré, haina na autonomie financière, haina na taxe. Donc haita kama una na taxe kujenga sawa vile pont, hata ka pont kakaloko sifo na makuta. Hatutafaa tujenge, tutajenga na budongo au mimi mwenyewe nitabeba mpenda Tanzania hapa. Yeye donc badimshatere hapa sasa ni kuandika rapport ku ngazi ya juu na ngazi ya juu ajibu kwa ile aliandika. Na hiyo ndio tunaifanya, sio tu niveau ya administrateur peke. Kuna ma association, société civile combien de fois anashandika. Tuko tunaandika na ndio niveau ya kazi yetu ni kuandika na kujulisha. Nina makaratasi hapa ni sababu peut-être je suis en train de parler à la radio, si j'étais à la télé, on allait voir que nous sommes en train de nous poumoner pour faire voir gisi batu banaishi Moba sasa kisha ile maji kupanda plus de 200 mètres maji inaenda hivyo. Na hiyo sio mara ya kwanza Moba, bale banku wetu walishi zamani banasema na 62 maji ilipanda ilifika magazini huko ilifika paka barabara. Na tuna makini kama siku moja kisha mvua kuisha maji itaanza kwenda inarudia. Swala la kusema atafute moyen nyingine ya kunani, bon peko nani mbili. Bengine wanasema ni ile 1000 francs yenkulipishwa kuporo. Aina ya ate iko mimi ate ana mu niveau ya kususpendre taxe. Ni ya instance supérieure ndio yone vile. Sasa na mimi ningejiuliza sasa wao wakupeleka vitu Kalemi wenkulowana mai. Joni nao wataacha paka mai punguke. Mimi banapenda tu taxe ndio itoshewe. Mimi baba yake wanapita mu mai. Eti kiboko na mamba naye atajua sema huyu alilipa ni si mulume, huyu akulipa ni mulume. Hapana. Donc tuache kuzaniana na kuchafuana bure. Kile ingwa mu niveau ya administrateur, bien administrateur atakifanya kwa msaada wa wakaji. Na Kenya kina mu niveau yake ataandika analaomba instance habilité kufanya kile kitu, itaweza kifanya. Haina kazi saa poro na mnazania sasa iko mwendre. Yenyewe hata siku itajengwa msizanie kama wakujenga poro marché yake ataiganyia hapa itakuwa partir ya Kinshasa na poro itajengewa ya sasa na sisi bote tutafurahi. Kia lazima ni kuungana mkono. Tunapoombana par exemple tufanye salongo kila samedi avant tuanze kuuzisha bale ba msoko. Tufanye iko kasalongo pendant 2 heures. Kama ni peko shimo fwashi tufukie ile shimo. Bale ba Moba port par exemple mamitoni ile na yala tupime kukire kutosha mchanga tukue bepesi bakusikia tukisema juu inaitwa salongo tutaenda hapo. Eh bien maji pakuya haitatambua huyo anafaka salongo tutakuwa paka wanga wa mafuriko. Na ile haina maisha mazuri. Donc biote vinafanyika bile beniko mu niveau yangu niko na bitimiza. Na beniko mu niveau ya ngazi ya juu sitafanya hiyo incompetence, ndio wanaitaka incompetence. Unaenda kufanya kitu kenyewe akina mnivo yako. Na non seulement l'incompétence, les moyens. Kama hatuna dote na moyens ni bure na hatutaweza kitu. Kumbe Tanzania ndio kiote wapashaji wa habari wapenzi. Kwa kumaliza tulitamani administrator ulete neno ya mwisho par rapport na Marimer iko na surkile mwingine hapa na pale kwamba kuna maiti imeogotwa hapa na pale, lakini na uongo mwingine ambao nyinyi kama viongozi umewahi deja kuwafikia, mtaleta shauri gani kufuatana na wale wote wenye kupropage ile message yenyewe inaweza kuwa pengine labda haina ukweli au labda inaweza kuwa lakini haijulikani wazi. Shukuru sana. Huko wengine tuko tunajireserve kusema juu ikikuwa kama tunakuwa mu niveau ya bongo kuinuka sana. Na ukifanya declaration kitu fulani watu waongo wanakifikia wanakiharibu. Unajua maana kwa vingine hatutaki kusema. Lakini tulitaka tu kusema hivi. Kama fuasi yote duniani mwingine wewe unaanza kwenda kwa maendeleo unakuwa na ile wanaitaka taux de criminalité. Yenyewe pangali kambi mbili taux de criminalité iko 0. Kama kambi inakuwa 10 kanaanza kale katoka ka criminalité. Ikifika 1000 na katoka criminalité kanapanda. Qui est criminel? C'est soit batu wenyewe wanakuwa mingi, chuki inakuwa mingi banakuwa.
Hao watu wenye kuja wanapita beko na mareglement de compte yao wanafanya. Hao wapuzi. Na njoo ile mnaisema. Kusema watu wanalokotwa wengi, mimi najua paka sasa ni mtu mmoja aliyejifunga kwa mimo, ambaye alijifunga haina jambo la kwanza. Nadhania yeye haina Yuda mwenye alijifunga wa kwanza. Jambo la pili ni mama moja mwenyewe mwili uliokotewa upande wa aeroport. Voilà les deux corps yenyewe najua ililokotewa. Ule mwingine c'est une mort naturelle provoquée par la corde parce que c'est pendu. Huyu mwingine alikufa vile. Tutasema ni askari, sitasema vile. Tutasema si yeye, sitasema vile. Ni jambo limtokea usiku. Eti alikuwa mlevi. Bon, sijui, mais au moins tulilokota mwili wa mtu mwenye kufa na ambayo kifo kilichokisababisha hakikujulikana. Kama kwa mtu aliona mtu mwenzake kwa na uwana, mlango uko wazi, aje tuambie na tutafute ule mtu tutamhukumu. Sababu si mara ya kwanza Moba batu kufa au kuiwa. Kuko miaka hiyo après guerre ya ni sais pas Moba 1 Moba 2 kulikuwa njia hapa kama unakuwa njoo mgini gani contournement ile naenda kwa mama nani Perpetu. Kulikuwa fasi mmoja wanaitaka Tavere. Si watu wanaanza kuwao. Haikuwa periode ya Victor. Ndio maana nilisema mnamwatake tu juu ni mtoto wa mgini. Mie ikikuwa kama mtu anaona kama unaua mtu mwenzake atafunga. Hiyo ni kawaida. Na mwe kama mnaona mtu wako anaua mtu mwenzake mnaikala kimya. C'est une complicité. Normalement tunapaswa kumifunga. Nyumba moja na yala makinga upande wa aeroport. Bon, tunajiuliza bilio viko wapi hiyo ya nyumba mzima na yala makinga watu waliuiwa. Shikameno tulipaswa kujua kuona bilio vya mingi mwingine. Watu wanatupwa kando ya aeroport. Abanunki hapo watu watakuwa bajabu kama viko naoza bila kununka. Nadhania kungelikuwa harufu. Ile yote ni culture ya mensonge yenyewe inatuante maesprit yetu. Tuchafuane. Ikikuwa kama kuko vifo vya vile, haina ate tu. Yaani na mwe population mlisikia mtu analalamika, amkujimobilize, amkuja kumwambia ate atafute makazi yake ya service bande bangali. Donc kwa jumla ni hadisi ya bongo. Nalisema bien beba likufa, tulisha determiner mtu fulani. Non, monsieur a été décapité. Ni nani jina na ni fosi gani huyo monsieur alikuwa décapité. Kama ilifanzika vile na mulikala kimya, mnaandose parce que mimi kama administrateur sikuyua na yua kambili ya watu wengi. Ande pia watu wengekufa normalement mu nyumba na maladi ya kawaida. Nadhania baba mpachaji wa habari Joy. Kwa vyote ni upendo tu. Tupendane. Tuache kutiliana chuki ya bure. Mupendo tukolabore, tupatiane mabari na mtaona kama tutaishi kama kawaida. Kama tupendi vile tutachafuana, tutaishi uadui na amani hata. Sababu nitakumbusha, panapita kani miezi 2-3. Kuko mtu alipigwa masasi kubega. Na hiyo si masasi, tulipaswa kusema ni askari, haikuwa askari. Mtu mwenye alipigwa masasi anajua mtu mwalimpiga ni ndugu yake wa jamaa yake. Sitabataya kwa radio wala kutele. Ndugu yake wa jamaa yake. Mbona watu hawakusema sana? Balikala kitu. Mwa alipigwa masasi kumsengazi wa kijana hivi na makuta kama inalipiwa hapa sasa. Donc maka iko mingi yenyewe nikisema nyingine bale wenyewe wapendi tuseme kweli tutabapatia fursa ya kukala tena kukalia bongo. Wandugu tuache bongo, tufanye kazi. Kazi zitatuletea faida. Bongo unatuletea tu adui na bongo unatupunguza. Tuko quand même parmi ma territoire yenye ilipata ba intellectuel mbele ya wakati. On compte autant d'intellectuels à Moba que partout. Quand tunakalia tu ile tuchafue tuseme hivi mimi hainifurahishi na nazidi kuwaomba tukue wasema kweli, tuache kusema bongo. Na tukue watu wenye kukimbilia wakubwa kama huko dossier mtu alinyang'anyana kitu unakia kusema. Unaona mnyumba mmoja toka watu 7-8 babiana au juu kazi yao wanafanyaka. Ukikala kimya bakikia kukuiba problem yako. Nikia useme juu tuone makazi yetu yende ibakamate. Na hapo tutakuwa tunaishi. Raia na askari haina maadui. Tuishi pamoja kama gisi na stahili. Lakini katikati yetu sawedir kati ya raia na askari pakionekana mwizi tuseme yule mwizi
tumtoshe katikati yetu, asiendelee na kuharibisha. Nadhania ni ile baba journalist. Kwa maulizo yako ya. Tunashukuru sana.